Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Wataalamu wa madini kutoka Wizara ya Madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamefika katika Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini Tanzania GST kwa ajili ya kujifunza shughuli zinazotekelezwa na taasisi hiyo pamoja na mchango wake katika kukuza na kuendeleza sekta ya madini nchini. Ujumbe huo umetolewa Agosti 14, 2026 katika ukumbi wa mikutano wa Profesa Abdulkarim Mruma uliopo katika ofisi za GST Dodoma. Ujumbe huo umeongozwa na Bwana Frenki Fwamba, mtaalamu wa utawala katika sekta ya madini na meneja miradi katika Wizara ya Madini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Akizungumza katika kikao hicho, meneja jiolojia wa GST Bwana Solomon Mwasi amesema GST imeendelea kuwa kitovu cha kutoa taarifa sahihi za kijioscience zinazotokana na tafiti zinazofanywa na taasisi, jambo linalowasaidia wadau wa sekta ya madini ndani na nje ya nchi kufanya maamuzi sahihi kuhusu uwekezaji na utekelezaji wa shughuli za madini kwa tija. Ameeleza kuwa GST inatekeleza majukumu mbalimbali ikiwemo kufanya tafiti za kijiolojia na madini, kutoa taarifa na ushauri wa kitaalamu. Amesema majukumu mengine ni kuandaa na kuchapisha machapisho ya kijioscience pamoja na kutoa huduma mbalimbali zinazohusiana na jiolojia na madini. Aidha, ameeleza kuwa hadi sasa GST imefanikiwa kufikisha upimaji wa kijiolojia katika takribani 97% ya maeneo ya Tanzania, huku 3% iliyobaki ikitarajiwa kukamilishwa ifikapo mwaka 2030. Bwana Mwasi pia amefafanua kuwa GST hutoa ushauri wa kitaalamu kuhusu hali ya jiolojia katika maeneo yanayopangwa kutekelezwa miradi ya ujenzi, hususan majengo makubwa, kwa lengo la kusaidia kuepusha ujenzi katika maeneo yenye changamoto za kijiolojia au vikondo hatarishi chini ya ardhi ambayo inaweza kuathiri uimara wa miundombinu. Vilevile amesema GST inashiriki katika kuendeleza utalii wa jiolojia, geotourism, kwa kutoa utaalamu katika maeneo mbalimbali ikiwemo ushiriki wake katika uandaaji wa ramani ya utalii wa jiolojia ya Ngorongoro UNESCO Globe Geopark. Mohab TV, Dodoma.